Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product Jumba la Lishe. Penda kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya yanayohusiana na afya ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Natumai una afya njema kabisa ndugu mtazamaji. Karibu sana. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, nataka niongee na familia. Nataka niongee na baba pamoja na mama. Kuna usumbufu au kuna changamoto ndogo ndogo zinazoingilia ndoa zetu. Sasa leo nataka nikuelekeze namna ya kutatua tatizo hilo au changamoto hizo. Leo nataka nikupe ratiba ya siku 7 ambapo tunaenda kutatua au kutibu tatizo la ukavu ukeni kwa mwanamke au ukavu katika mfumo uzazi wa mwanamke. Wengi wanalalamika mno. Lakini pia hii ratiba inaenda kumsaidia mwanaume ambaye ni mdhaifu katika mfumo wake wa uzazi, hususan katika tendo la ndoa. Inaenda kuongeza joto kwa mwanamke na mwanaume, inaenda kuongeza uteute kwa mwanamke katika mfumo wake wa uzazi. Maanake watu wengi huhangaika sana. Watu wengi husumbuka sana na tatizo hili. Sasa leo nimeleta suluhu, na ukifanya kwa uaminifu ndani ya siku 7 tukutane. Hapa mtaandaa wote wawili, mume na mke, na mtatumia ratiba hii wote wawili. Muafikiane wote wawili na hakika mtaona matokeo makubwa sana. Na siku ya kwanza ikifika asubuhi utatengeneza mchanganyiko wa juisi ifuatayo. Tunahitaji avocado au parachichi nusu. Tunahitaji embe 1 iliyoiva. Tunahitaji maji ya nazi sio tui. Tunahitaji maji ya nazi glasi 1. Kwa hivyo unaweza kununua nazi ukapasua ukakinga yale maji, ndio tunahitaji glasi 1. Alafu tunahitaji unga wa chia seed kijiko kikubwa 1. Changanya huo mchanganyiko vizuri. Unaweza ukausaga vizuri kwa kutumia yale maji ya nazi. Saga vizuri kabisa. Alafu kunywa asubuhi. Umalize yote. Na ifikapo mchana, yani chakula cha mchana, pika soya vizuri baada ya kuloweka. Pika soya vizuri. Pika kama kande. Vizuri kabisa. Unaweza kaunga kidogo sio mbaya. Weka kwenye bakuli, alafu ambatanisha na mboga za majani aina yoyote ile. Lakini hapa napendekeza mchicha uliochemshwa vizuri. Kula pamoja ushibe. Na ifikapo jioni, hapa tunahitaji chai ya jioni. Unaweza kawa umekula, lakini baada ya kula chakula cha jioni, tunahitaji mchanganyiko wa chai ifuatayo. Tunahitaji majani ya mapera kiasi, tunahitaji tangawizi. Baada ya kuchemsha huo mchanganyiko vizuri, pata glasi 1, ongeza asali kijiko kikubwa 1. Kunywa taratibu wakati unakaribia kwenda kulala. Na siku ya pili utaandaa juisi ya mchanganyiko ufuatao asubuhi. Tunahitaji unga wa ubuyu kijiko kikubwa 1. Tunahitaji maziwa ya almond glasi 1. Kama hujui namna ya kutengeneza maziwa ya almond basi nitafute. Na tunahitaji ndizi 1 ya kuiva nzuri. Changanya huo mchanganyiko vizuri, saga vizuri, alafu kunywa yote asubuhi. Na ifikapo mchana, tunahitaji ugali wa dona, ule na bamia zilizokatwa vizuri zikachemshwa pamoja na parachichi 1. Hapo utakuwa umemaliza. Na ifikapo jioni, inatakiwa uandae mchanganyiko wa chai ifuatayo. Chukua aloe vera gel, yani chukua aloe vera, toa maganda, tunataka ile nyama ya ndani ile laini. Chukua kijiko kikubwa 1, unachota namna hii. Unaweka kwenye maji ya uvuguvugu glasi 1. Alafu chukua limau 1, kata katikati. Chukua kipande 1, kamulia kwenye ule mchanganyiko. Alafu pasha tena hayo maji kidogo. Koroga vizuri, changanya vizuri, kunywa yote umalize. Na siku ya 3 asubuhi inatakiwa uandae mchanganyiko wa juisi ifuatayo. Tunahitaji beetroot nusu. Tunahitaji apple 1. Tunahitaji carrot 1. Tunahitaji na unga wa chia seed kijiko kikubwa 1. Changanya huo mchanganyiko vizuri kabisa. Unaweza kaongezea maji uvuguvugu kidogo ili uweze kupata juisi. Saga ilainike, usichuje. Alafu kunywa yote asubuhi. Na ifikapo mchana, andaa ugali wako wa mtama laini, ule na samaki mchemsho pamoja na mboga aina ya mchicha pembeni mchemsho. Kula ushibe. Na ifikapo jioni, chai yako itakuwa ni mchanganyiko wa unga wa ufuta kijiko kikubwa 1, unga wa mdalasini kijiko kidogo cha sukari,
pamoja na asali kijiko kubwa kimoja. Unaweza ukavichemsha vyote pamoja kwenye maji ya moto glasi moja, alafu ukanywa kidogo kidogo wakati unakaribia kwenda kulala. Na siku ya 4, ndugu mtazamaji, asubuhi ukiamka, inatakiwa uandae mchanganyiko wa juisi ifuatayo. Tunahitaji parachichi moja, tunahitaji chungwa moja, tunahitaji unga wa flax seed kijiko kubwa kimoja, ama unga wa chia seed ukikosa flax seed. Tunahitaji na maji ya kawaida kiasi. Saga huo mchanganyiko kwa pamoja kwenye blender, ilainike kabisa. Kunywa yote asubuhi. Na ifikapo mchana, tafuta ndizi zako mbichi vizuri, alafu zichemshe vizuri, zipike vizuri. Lakini utaambatanisha pamoja na spinach. Unaweza ukazipika pamoja na spinach, na wakati wa kula upate glasi moja ya maziwa ya mgando, yani yogurt, ule mdogo mdogo. Na ifikapo jioni, chai yako itakuwa ni chai ya fenugreek au uwatu. Yani chemsha uwatu vizuri, alafu upate glasi moja. Kunywa mdogo mdogo, lakini unaweza ukaweka asali. I say ni noma. Na ndugu mtazamaji, usikose mwendelezo sehemu ya pili, ambapo tunaenda kuangalia ratiba ya siku ya 5, 6 na 7. Usikose. Karibu sana.